siri iliyojificha kwenye njia ambayo Mungu anakutumia kuponya. Unapokuwa unahitaji msaada kutoka kwa Mungu, kuna njia ambayo Mungu huwa anaitumia. Sawa? Ambayo hiyo njia huwa mara nyingi inakuwa tofauti na jinsi ambavyo wewe ulitegemea. Tuko pamoja? Lakini watu wengi tumeshazoea kwamba ni kuombewa tu unapona, au ni kuombewa tu shida inatoka. Lakini Mungu huwa anafanya vitu vingi kwa njia fulani, kwa kanuni fulani, kwa mlango fulani. Njia ambayo Mungu anaweza akatumia kumponya huyu inaweza kuwa tofauti na njia ambayo atatumia kumponya huyu. Tuko pamoja? Njia ambayo Mungu anatumia kutatua shida ya Mzee Masaga inaweza kuwa tofauti na njia ambayo Mungu anatumia kutatua shida ya bibi hapa. Tuko pamoja? Lakini nyuma yake kuna sababu. Kwa unapomwendea Mungu, kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukifahamu kwamba Mungu huwa anatumia njia tofauti. Na huwa anazitumia kwa sababu maalum. Kwa nini Mungu anafanya hivi? Namba moja, Mungu huwa anafanya hivi ili kushughulika na changamoto kubwa zaidi kuliko changamoto ambayo wewe unayo. Kitu cha kwanza, Mungu huwa anashughulika na changamoto kubwa zaidi kuliko changamoto ambayo unayo. Kuna kitu ambacho Mungu huwa anashughulika nacho kwenye maisha yako zaidi ya kile ambacho unakiona kwamba inatakiwa kishughulikiwe. Ndio maana kuna vitu ambavyo Mungu anaviruhusu maksudi ili ashughulike na hiyo changamoto ambayo wewe bado hujaiona kama ni changamoto, ila Mungu ameshaiona. Sasa anataka aishughulikie kupitia changamoto ambayo ameiachia. Sio, tunaelewana? Yaani kuna shida unaweza ukawa nayo wewe huoni kama ni shida, alafu kamwendea Mungu kwa sababu ya shida nyingine, ila kumbe Mungu kupitia hiyo shida ambayo umemwendea kuna shida nyingine ambayo ni kubwa zaidi, anatakiwa afanyeje? Aitatue, kwa sababu Mungu yeye anaona roho yako, anaona mwili wako, anaona. Kwa hiyo anaweza Mungu akawa anadili na shida kubwa kuliko shida ambayo wewe unaiona. Unaweza kama wewe unadhania kwamba shida yako ni ugonjwa, kumbe shida yako ni more spiritual. Kwa hiyo Mungu anataka ashughulike kwanza na ile eneo la kiroho. Tuko pamoja? Kuliko hata ule ugonjwa ambao unauona. Sasa nikwambie, huu Naamani, shida moja hapo ambayo alikuwa nayo ambayo ni kubwa zaidi ambayo ingemfanya asimwabudu Mungu ni kiburi. Mambo za kiburi. Na kile kiburi kilipoondoka ndio huyu mtu alimwamini Mungu. Kwa sababu Biblia inasema hivi, Naamani alikuwa jemedari, sawa? Na Mungu aliwapa Washami ushindi kupitia yeye. Yaani kumbe ujemedari wake wote ule sio kwa sababu alikuwa na nguvu sana au yeye ni mwanajeshi mzuri sana, ni kwa sababu Mungu aliamua kuwapa Washami ushindi kupitia nani? Yeye. Ijapokuwa yeye mwenyewe alikuwa hajui hicho kitu na wala hamwamini Mungu kabisa. Kwa hiyo mwingine alikuwa anaishi anajua kwamba yeye ni mtu hatari sana. Na ndio maana kwa sababu ya kiburi alichokuwa nacho, alipofika kwenye nyumba ya mtumishi wa Mungu Elisha, maelezo aliyopewa, kulikuwa na matatizo matatu ambayo Naamani aliyataja. Sawa? Matatizo matatu ambayo Naamani aliyataja, ambayo inaweza kukupa picha kwamba Naamani alikuwa mtu wa namna gani. Naamani alitoa hoja ya kwanza, akasema hivi, nilizania kwamba huyu mtu atatoka nje. Sawa? Nilizania kwamba huyu mtu atatoka nje, asimame, aniwekee mikono, nipokee uponyaji. Kwa jambo la kwanza, hoja yake ya kwanza, kwa nini alikasirika, ni kwa sababu alitegemea kwamba yule mtu atatoka nje. Ni mapokezi ambayo alipokelewa. Kwa hiyo yeye alikuwa na mapokezi yake ambayo alizania kwamba akifika pale kuna namna watakapompokea kulingana na cheo alicho nacho. Sawa? Kwa sababu kama ni jemedari, unapoingia sehemu yoyote lazima watu watoe nini? Heshima. Tuko pamoja? Lakini anaenda pale, jamaa hata akajatoka nje, kama mtuma tu. Kumbe ni Mungu alikuwa anashughulika kwanza kwamba hii nafasi unao sio kitu kwa mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja? Kwa hiyo alikuwa anajua kama akifika pale ataenda kwa kama. Lakini jamaa akatuma tu fanya kazi yake. Kwa jamaa akasika, mimi nizani atatoka nje. Kwa kuna kwanza kilichomtia hasira cha kwanza ni mapokezi. Alikuwa ana shida, yeye ndo ana shida, ila anataka apokelewe kama nani? Kama kamanda. Haleluya. Tuko pamoja? Alafu sababu ya pili akasema nilizania kwamba atafika aniwekee mikono. Kwa hiyo alikuwa anawaza kwamba ili apokee uponyaji lazima awekee mikono kwenye eneo kwenye shida afa atapona. Lakini hoja ya tatu ni kwamba yeye alikuwa anadhania kwamba alikuwa kulingana na cheo chake alichonacho, status, alikuwa anaona kwamba ni vigumu. Kwa nini yeye aambiwe aende kuogelea kwenye mto wa nani, mto ambao una matope, mto ambao hauna hadhi, Jordan. Alitaja mito miwili, sawa? Ile mito ambayo ameitaja ile ya Damascus
ile ni mito ambayo kihistoria ilikuwa ni mito ambayo ina maji safi na ambayo kidogo ina hadhi, sawa? Kwa hiyo ndio maana akataja ile mito mingine miwili, akasema lakini hata kama ni hivyo, tukiacha hizo hoja nyingine mbili, si bwana angeniambia niende kwenye mto fulani, sawa? Kwa akaona yani huku ni kuzalishana. Tuko pamoja? Ni kuzalishana, si ndio? Ndio maana akakasirika. Kwa hiyo Mungu alikuwa anataka kwanza ashughulike, aondoe tu kwamba kale ka kiburi kwanza, akaondoe, alafu mtu ndio afikie hatua ya kumjua Mungu ni nani na Mungu anatakiwa umkaribie kwa namna gani. Na hicho ni mojawapo ya kitu kinachosababisha watu washindwe kufunguliwa. Kiburi. Halo? Nini? Kiburi. Kwa sababu unaweza kaenda kwa mtumishi wa Mungu, alafu wewe unaenda pale na cheo chako, unaenda pale na hela zako, unaenda pale na ndio maana kuna muda unaweza kusema wagonjwa waje hapa, alafu mtu anakufuata baada ya maombi. Unaelewana? Anakufuata baada ya nini? Baada ya maombi. Unaelewa maana yake? Kuna vitu mtu anavifanya kwa sababu ya nini? Ego. Kwa pamoja. Ego. Kama sasa Mungu anapokuwa anashughulika, anaangalia shida yako sasa ni nini. Unaweza kusema unauma, lakini Mungu anaona kuna kiburi. Kwa Mungu anaanza kwanza kushughulika na nini? Na yako kwa kiburi. Mungu anakuangalia anasema huyu ana kiburi cha fedha, siku unaishiwa hela, alafu Mungu anakuambia sasa wewe ili upate hela, nenda kwa kale jamaa, kuna jamaa bali kama maskini, nenda pale uongee nako. Unasema hata nizalawa. Unahangaika kesho na ukienda kuomba, maelekezo ni yale yale. Nenda kwa kale jamaa, kale jamaa. Unaelewana? Tunaona watu wa Mungu. Kwa hiyo kuna jambo ambalo Mungu anashughulika nalo zaidi ya kile ambacho wewe unakiona kwamba kinatakiwa kushughulikiwa. Wangapi wamenelewa? Jambo la pili, Mungu huwa anataka umjue yeye, sio tu upone au sio tu ufunguliwe. Mungu anataka umjue yeye. Yaani sio tu kupona, sio tu kufunguliwa. Mungu anataka ufanyeje? Umjue. Ila watu wengi huwa tunapoenda kuhitaji msaada, lengo letu la kwanza huwa ni kufunguliwa, si ndio? Unaona watu kule kwa yule jamaa mganga kienyeji, yule anauza mafuta yule. Unakuta watu wamejaa. Kwa sababu pale hakwambii kuhusu maisha yako, sijui dhambi. Wewe utakupa mafuta nini utaenda tayari, si ndio? Lakini Mungu kama Mungu aliye hai, yeye lengo lake la kwanza ni wewe kumjua. Kwa sababu roho yako ni ya thamani kuliko mwili ulionao. Sina nielewa ninachosema. Nafsi yako, roho yako ni ya thamani kuliko mwili. Kwa hiyo hasara kubwa ni wewe kuingia jehanamu kuliko wewe kubaki unaumwa ukiwa duniani. Kwa uponyaji mkubwa ni wewe kumjua Mungu kuliko wewe kufunguliwa. Sio, unanielewa? Kwa pamoja. Kwa sababu imagine mtu ni kipofu, anaombewa, anapokea uponyaji, alafu siku ya mwisho anaishia jehanamu. Amepata faida gani? Kwa Mungu anataka mtu amjue, na ndio maana kuna muda Mungu anaweka vigezo ili amuingize mtu kwenye nafasi ya kumjua nani? Mungu. Anakutengenezea mazingira ambayo yatakufanya wewe uanze kumtafuta Mungu ili ufikie hatua ya kumjua wewe kwenye ufahamu wako. Halo? Tuko pamoja? Umjue Mungu. Umjue wewe kama wewe. Ndio maana huyu mtu alivyoenda baadaye akatamka maneno haya. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote, akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Wote turudie, sasa najua ya kwamba. Sasa najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Maana yake mara ya kwanza kulikuwa na miungu ambayo alikuwa anaiabudu. Sawa? Tuko pamoja? Mara ya kwanza kulikuwa na nini? Kulikuwa na miungu ambayo alikuwa anaiabudu. Na ndio maana Mungu akamtengenezea njia ambayo anaweza yeye kama yeye akamjua nani? Mungu. Baada ya pale mwenyewe akasema, sasa nimejua kwamba hakuna Mungu duniani kote isipokuwa katika Israeli. Akamjua kumbe Mungu wa Israeli ndio Mungu ambaye anastahili nini?
kuabudiwa, na baadaye mwenyewe akasema kwamba sitatoa sadaka kwenye madhabahu nyingine ya miungu mingine isipokuwa kwenye madhabahu ya Mungu wa Israeli. Maana mwanzoni kulikuwa na njia ambazo alikuwa anaziendea, mwanzoni alikuwa hajamjua Mungu vizuri. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinafanya Mungu huwa anatumia njia aina fulani ili kukuponya au kukufungua au kutatua shida ulionayo, ni kwa sababu anataka umjue yeye personally. Kitu kingine ni kwamba Mungu, namba 3, si ndio? Mungu huwa anataka kuimarisha mahusiano yake na wewe. Mahusiano. Mungu huwa anahitaji kutengeneza mahusiano, kutengeneza ushirika. Ndio maana kuna watu ambao huwa ikifikia hatua, yani ameokoka sawa, anamjua Mungu kwa kiasi fulani, lakini kuna muda huwa anakuwa busy na mambo yake, anamsahau Mungu. Anamsahau Mungu kabisa, anakuwa tu yuko busy huko, hakumbuki Mungu anachokifanya. Mungu ataachia tatizo. Ile tatizo likusogeze, likurudishe kwa nani? Kwa Mungu. Na hilo tatizo halitatoka mpaka Mungu atakapotimiza lengo lake, kwamba anataka kurudisha yale mahusiano aliyokuwa nayo mwanzoni. Kwa hiyo ile tatizo litaendelea tu kuwepo ili Mungu ahakikishe kwamba amefanikisha lengo lake. Tuko pamoja? Lengo lake kwamba huyu mtoto huyu mwanzoni alikuwa anajitahidi, mwanzoni alikuwa anaomba, akifika kazini anaomba, ananitafuta, akipewa mshahara anatoa zaka. Lakini siku hizi akipata hela hatoi zaka, ana kila sababu ya kutoa zaka. Siku hizi akiingia ofisini haombi. Sema kumbe huyu mtoto siku hizi amekuwa anaanza kuona anajeuri siku hizi. Mungu anaachia nini? Kitu ambacho katakusogeza wewe uanze kumtafuta Mungu sasa. Uanze nasema kesho na bili nifunge. Shida, kuna mtu alikuwa anasema shida zimeleta kwako. Lakini kuna siku niwaambia watu, ni bora ukajifunza kumtafuta Mungu wewe kama wewe kuliko kusubiri Mungu afanye kitu ili umtafute, kwa sababu utalia. Sababu Mungu ni fundi. Tuko pamoja? Mungu ni fundi. Kwa hiyo Mungu huwa anapenda kuboresha mahusiano na mtu kuliko muujiza. Umeelewana? Unajua watu wengi wanapenda muujiza. Wanapenda muujiza sana. Lakini muujiza wako sio wa muhimu kuliko mahusiano yako na nani? Na Mungu. Unajua kwa nini Mungu anapenda wewe uimarike? Shetani huwa anatuma mishale mara kwa mara. Ndio maana kuna watu ambao wanaweza kafunguliwa hapa sasa hivi, baada ya wiki moja unamkuta na shida ile ile. Unaelewana? Unamkuta na nini? Shida ile ile. Kilichotokea nini? Amepokea uponyaji lakini ameshindwa kutunza. Maana yake hana nguvu za kwenda kuzuia wale mashambulizi. Lakini Mungu yeye anapokuwa anakurejesha ili atengeneze mahusiano yako na yeye, maana yake ni kwamba utakuwa na uwezo wa kusimama hata baadaye adui atakapokuja kwa wakati mwingine. Tuko pamoja? Maana kwa mfano kama huyo mama ambaye amejaa Roho Mtakatifu, maana yake huyu atakuwa na uwezo wa kuomba. Sawa? Alikuwa hajawahi kuomba siku 21. Maana yake baada ya hapo, yani ikitokea shida, sihitaji na mimi niende kuomba kwamba inatakiwa ufunge. Atakuwa anajua kwamba kumbe nikifunga na kuomba Mungu anafanya. Jambo la 4. Mungu huwa anahitaji kujitwalia utukufu. Mungu huwa anahitaji kujitolea nini? Utukufu. Sawa? Anasema utukufu wangu sitampa mtu mwingine. Mungu kwenye kila kitu ambacho Mungu anakuwa anakifanya huwa anahitaji utukufu umrudie nani? Umrudie yeye. Ndio maana hata sisi watumishi kuna muda unaweza kwenda kumwombea mtu apone, alafu Mungu anakuja kumponya yeye mwenyewe. Sawa? Yaani anakuja kupona bila kuambiwa na mtu. Mungu mwenyewe anakuja kumponya. Especially kama umeenda pale wewe unataka misifu, Mungu anasema Mungu anatumia. Anakuja kupona kesho akiwa yuko peke yake. Na wengine mtu anapona hakwambii. Sema jua kwamba utajisifia. Mungu huwa anataka kujitolea utukufu yeye mwenyewe. Sawa? Utukufu sio utukufu mwendee mwanadamu, utukufu mwendee nani? Mungu. Tuko pamoja? Na hii ni sababu kubwa ambayo Mungu huwa anachukia sana watu ambao wanapenda michanganyiko. Mwambie mzako michanganyiko.
Mungu hapendi nini? Michanganyiko. Kwa sababu unapokuwa na michanganyiko unatengeneza mazingira ambayo itaonekana kwamba kuna miungu miwili imefanya. Wakati Mungu yani haitakiwi kabisa kulinganisha na kitu kingine chochote. Sawa? Kwa maana mtu yoyote ambaye, hakuna mtu ambaye waga anafunguliwa kama ana vitu ameficha vya ovyo vya kishirikina. Waga wafunguliwa watu wa hivi. Tuko pamoja? Hakuna mtu ambaye ashakuficha ushirikina, sio ameficha sio ilizi, ameficha vipi miti shamba, ameficha nini, ambaye ashakufunguliwa moja kwa moja. Hawafunguliwaji. Kwa sababu Mungu hataki ushia utukufu. Si tuelewana? Yaani ni dharau, yani ni dharau kubwa mno. Yaani kumlinganisha Mungu na waganga wa kienyeji. Kumlinganisha Mungu na mafuta upako. Kumlinganisha Mungu na kakitambaa. Ni dharau kumlinganisha Mungu na mizizi. Ni dharau, yani tuja, nasema tuja. Si ndio mzee? Tuja. Yaani ni dharau kubwa mno. Kwa kwenye mazingira kama hayo Mungu anakaa kimya. Hauwezi kuwa na madhabahu mbili. Madhabahu za kigeni, alafu nataka Mungu afanye. Haiwezekani. Kwa Mungu huwa hashughuliki. Kwa sababu gani? Mungu huwa anahitaji ajitolee utukufu yeye kama yeye. Mahali popote ambapo Mungu huwa anataka kufanya muujiza, huwa anaanza kwanza kuharibu madhabahu au vitu vyote ambavyo vinaonekana kama vile vinataka kujitolea utukufu, hata kama ni mwanadamu. Unaelewana? Yani Mungu ili atatue changamoto yako, kitu cha kwanza huwa anashughulika na nini? Na vitu vyote ambavyo vinaonekana vinataka kuchukua utukufu wake. Ndio maana Mungu alipomwita Gideon akamwambia, kavunje kwanza madhabahu za baba, kavunje, karibu. Sio mlete ukombozi hapo baadaye mseme, unajua pale kwa baba kuna madhabahu fulani tumeziweka za Ashera. Mungu amekavunja, karibu hizo madhabahu. Tuko pamoja? Tunaona watu wa Mungu. Hata wakati Elia ilibidi waanze kwanza wale watu wa miungu ya bahari. Waonekana kwamba wameshindwa, kwamba wakubali hii imeshindikana, kwa miungu mingine imeshindikana, alafu ndipo aitwe Mungu wa Israeli. Ajibu kwa nini? Kwa moto.